kinachotokea kwenye hii level ambapo umeacha kuwa mwana wa ibilisi, lakini ukawa sasa wewe uko kwenye jamii ya siri. Kile ambacho kinatokea ni kwamba nimesema either utaingizwa na rafiki yako ama shetani mwenyewe atakutafuta kwa sababu ya kipawa chako. Nikakusomea kile kitabu cha Danieli mlango wa 1 mstari wa 3, ama kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Shetani mwenyewe anakutafuta kwa sababu anaona utakuwa faida katika ufalme wake. Elewa? Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kwa rafiki ni vile tu mlikuwa mnasoma na mtu tayari amejua hizo siri, akaingia kwa shetani. Baadaye unaona ako na pesa, anakuja na kuajiri, unamuuliza unafanyanga nini? Baadaye anakuambia kuja ni kuonyeshe. Tayari akikufikisha kule, ukajua vile anafanyanga sio rahisi hata kidogo, ukajitoa bila kusaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni vizuri Yesu anasema be aware of men. Jihadhari sana, na sio ujihadhari na pepo, lakini jihadhari na wanadamu. Maana kuna mahali ambapo mtu anaweza akakupeleka ikuwe uwezi ukajitoa kwenye maisha yako yote. Elewa? Lakini kinachotokea ni hivi, baada ya kuwa umekubali kuingia katika vyama vya Freemason, Illuminati ama jamii ya siri, unapoingia utaingia kwenye maangano. Kwanza kuna maangano ambayo utaingizwa ndani yake, kwamba lazima uwe, yani kuna maangano ambao utaingia. Kuna vitu utanyweshwa ili kwamba usije ukasema siri, ni kati ya maangano. Lakini pia namba 2, utawekewa muhuri ili kutofautishwa na wale watu ambao wameokoka. Ule muhuri unaweza kuwa ni ile namba ya mpiga Kristo. Ndio maana mtu ambaye ameokoka anakuanga na muhuri wa Roho Mtakatifu. Nikakusomea kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 1 na mstari wa 13, ambapo maandiko yanasema ya kwamba tena mmekwisha kumpokea na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi. Roho Mtakatifu anakutianga muhuri baada ya kuwa umeokoka, anakutofautisha kiasi kwamba mashetani yakipita kwako wanajua kweli wewe umeokoka, hata kama hujasema yanajua kwamba umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema ya kwamba tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana nachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu Kristo. Kuna ule muhuri ambao utakutambulisha ya kwamba wewe ni wa upande ule, na inakuanga ni rahisi sana watu wa kule kutambuana. Unaona mtu anapita lakini wameshajuana. Ni kama vile tu mhubiri akiwa amevaa mavazi yake, akipita barabarani rahisi ukajua huyu ni mchungaji, kulingana na vile amevaa koti, kulingana na tabia zake, hivyo hivyo. Lakini pia watu wa giza inakuanga ni rahisi kutambuana kwa sababu ya ile mihuri ambayo wamewekewa. Nielewa? Lakini pia cha 3 ni kwamba huyu mtu baada ya kuwa ameingia kwenye maangano akawekewa muhuri, cha 3 anapewa kazi. Na kazi ya shetani inakuanga ni 3 tu. Kitabu cha Yohana mlango wa 10 na mstari wa 10. Maandiko yanasema kwamba mwivi aje ila aibe, aharibu na kuua. Hiyo ndio kazi ya shetani. Elewa? Lakini kwa hivyo kwa sababu kazi yao ndio hiyo ya kuiba, kuharibu na kuua, wao wenyewe wanakuanga na siri zao ambazo hawafai kuzitoa. Ukiingia kule hufai kutoa siri eti kwamba kuna mtu amechinjwa, kuna mtu, hapana. Unafaa ukae kimya. Ndio maana zinaitwa jamii za siri. Sasa unapoingia ndani, number 1, hapo unakuanga unaweza ukakutana na shetani one on one. Maana shetani ni malaika. Lakini pia unaweza ukapewa kitu kama sanamu, ambao ile sanamu ndio utakuwa mungu wako, utakuwa unamwabudu. Zinaitwa terafi. Terafi ni miungu ya nyumbani, ile miungu dogo dogo ya kubeba tu, ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Ezekiel mlango 21:21. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hapo utaonana na shetani tofauti sana na kwa Mungu. Ukiwa katika hali ya mwanadamu, Mungu anakuingizanga mahali pasiri, hapo ndio utaonana na yeye. Elewa? Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utakuwa unaweza ukaonana na shetani, ukaonana na shetani akakupea siri ambazo unazihitaji. Number 3, baada ya kuwa umeingia kule, ni tofauti sana na unapoingia kwenye jamii ya siri ya Mungu.
ukiingia huku kutoka haiwezekani unless Yesu mwenyewe akutoe kule. Lakini pia walio katika hizi jamii za siri, au ndio wanajuanga kupigana vita ya ukweli. Mtu ambaye ameingizwa kule inakuanga ni mtu ambaye anajua siri mingi sana, kwa sababu ya kukaa na shetani. Na ikitokea kwamba mtu aliye upande wa Mungu ameokoka na ni mwana katika ufalme wa Mungu, ni rahisi sana wakampiga vita, kwa sababu huyu ni mtu ameokoka jana, hajajua mambo mengi ya Mungu, ni mwana. Ndio sababu nilikwambia ni vizuri ukakomaa kiroho. Ukiwa mwana katika ufalme wa mbinguni, ni bila shaka watakuangamiza hawa watu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6, maandiko yanasema watu wangu. Mungu anasema watu wangu, sio watu ambao hawajaokoka. Anasema watu wangu ambao wameokoka, watu wangu ambao niliwaokoa mimi, wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nielewa. Lakini kwa hivyo ukisha okoka, lazima ukomae kiroho na ukuwe na hekima ambao utaipata mahali pasiri, ambapo tumesoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 and verse 1. Kingine ambacho unafaa kukijua ni kwamba nimekusomea kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6. Naambia kwamba maandiko yanasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kusoma maarifa. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 2 mstari wa 11, maandiko yanasema ya kwamba asije akatushinda, kwa maana atukosi kuzijua ila zake. Kile ambacho shetani kitampea nafasi kubwa sana ya kukushinda ni pale ambapo utashindwa kujua hila ama ujanja wake. Na hapa utajua ujanja wake kama utakuwa umekomaa kiroho, na kama utakuwa umejua umekomaa kiasi kwamba unaweza ukaingia mahali pasiri, ukao unaweza ukapigana hizi jamii za siri. Sasa wanapokupiga vita hizi jamii za siri, huwa wanaangalianga vitu vikuu vitatu. Jambo la kwanza, huwa wanaangalianga weakness yako iko wapi. Number 2, huwa wanaangalianga supporter company, watu waliokuzunguka, watu ambao wanakuombea, watu ambao ni mababa zako wa kiroho, kule ambako unatoanga sandako, unatoanga nguvu. Ile madhabahu yako iko na nguvu kiasi gani? Kwa hivyo wataangalia weakness yako iko wapi, wanaangalia supporter company, lakini pia wanaangalia nguvu yako kiasi yake inatoshana aje. Elewa. Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ili waende kwa shetani wanakuanga na vifaa zao ambazo wanazitumia ili kujiunganisha na ufalme wa shetani. Kwa mfano, unasikia kuna wale ambao wamepewa pete, kuna wale ambao wanapewa ungo, wanapanda kwa ungo, wanatembea kwa ungo. Kuna wale ambao wako na ishara tu, akitoa ishara fulani tu unaona ndio hivyo hivyo imeshatokea. Kwa hivyo wao wanakuanga na ishara zao, wanakuanga na vifaa zao za kuwafanya wapate kuunganika na ufalme wa mbinguni. Sisi huwa tunaunganika kupitia kwa maombi, kupitia kwa sadaka, kupitia kwa kuomba, kupitia kwa kusoma neno, ndio huwa tunaunganika. Maana Mungu yani Mungu ni roho. Maandiko yanasema Mungu ni roho, na wao wamwabudio inapasa wamwabudu katika roho na kweli. Nielewa. Lakini kwa hivyo lazima ukue ndani ya roho. Roho Mtakatifu ndiye anatuunganishanga kule. Tukishaomba, tukisoma neno, tukitoa sadaka, Roho Mtakatifu ndiye anatuunganisha. Tofauti na hao ambao wanatumia hizi bidhaa ambazo ninazisoma kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kitu kingine ni kwamba hawa nilikuwa nimesema kwamba wanakuanga na alama zao ambao zinawatambulisha, kwamba wakionania mahali popote wanajuana. Lakini kingine nikimalizia ni kwamba ndio mtu aingie kwenye jamii hizi za siri, huwa wanatakanga ukuwe na imani. Kwa hivyo usiseme kwamba eti kwamba mimi namwamini Yesu siwezi nikakumbalika upande wangu. Hapana, wanataka mtu anaamini. Hata kama unaamini mti, hata kama unaamini nini, wanataka mtu ako na imani ndani yake, kwa sababu mambo yake yale wanafanya kule ni mambo ambayo yanahusiana na imani. Lakini pia wanakuanga na maeneo yao kule ambako wanakutanianga, kama vile unaweza ukaenda madhabahuni, ukaenda kanisani, ukaenda wapi, kuna pale ambapo wametengeneza wao wakikutania kule. Kusoma kwenye kitabu cha Ufunuo, maandiko yanasema kwamba napajua mahali ukaapo ndipo penye kiti cha shetani. Kuna maeneo yao ya kukutania ndio wafanye mambo yao ya kishetani.
Baba Mungu, ni asante kwa sababu ya mtu huyu ambaye amenisikiliza. Naomba ukamsaidie na ukamwezeshe, ukamfunulie Roho Mtakatifu